Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana. Tusimame kwa ajili ya maombi kwa matoleo haya. Tunakushukuru Mungu kwa neema yako kuu. Katika vitu ulivyotupatia tumekutolea. Kila aliyetoa kwa moyo wa ukunjufu, endelea kumbariki. Ninakusihi sana ukaendelee kuwagusa watoto wako. Jioni tena tukakuabudu kwa njia ya matoleo. Neema yako iwe na kila mmoja wetu, kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Mungu awabariki sana. Jioni, katika kipindi cha jioni kama nilivyosema, tutakuwa na maombi maalum, na katika maombi yale matoleo yetu ya jioni tutayatoa tunapoelekea kwenye maombi. Kwa hiyo haitakuwa kama tulivyozoea, tutafanya wakati ule wa mwishoni kabisa. Lakini kwa wale ndugu zetu ambao wanatoa kwa njia ya mtandao, akaunti yetu iko pale inaendelea kuonekana, waendelee kufanya hivyo. Na ni vizuri ukishatoa kwa njia ya benki ututumie ule muamala wako kwenye namba ya WhatsApp ambayo itaonekana hapo kwenye skrini yako pia, ili kuweza kuweka mambo yetu vizuri. Bwana awabariki sana. Wangapi walikuwepo jana jioni? Nyosha mkono. Wangapi hawakuwepo? Wanasema mimi ndio mara yangu ya kwanza leo kuwa hapa. Asante, pia nao wapo. Wangapi wametokea kwa marafiki zetu madhehebu mengine, Pentecost, Lutheran, Assemblies of God, Roman Catholic, waliotokea dini ya Islam, ambao wanasema na sisi tumekuja kuabudu nanyi kama ndugu zetu? Nyosha mkono wako mahali ulipo niweze kutambua uwepo wako. Mungu akubariki sana mama. Mungu akubariki sana. Kuna zawadi. Asante sana. Bwana wabariki sana. Bwana wabariki sana. Bwana wabariki sana. Asante sana. Kuna zawadi kwa ajili yenu. Zitakapofika nitawaomba kunyosha mikono tena ili tuweze kuwapatia zawadi hizo. Bwana awabariki sana. Tunaendelea kuona mkono wa Bwana katika mikutano hii ya makambi. Mungu anatenda. Na leo tuna somo linalosema jifunze kwa mashujaa. Jifunze kwa mashujaa. Kila kizazi kina mashujaa wake. Kila kizazi. Na kila nyanja ya maisha ina shujaa wake. Kama huna shujaa wako ambaye ukimwangalia anakupa nguvu ya kusonga mbele, mtafute kuanzia leo. Ukiingia kwenye uchumi, kuna mashujaa wa kiuchumi. Huwezi kuongelea masuala ya kiuchumi Afrika kama hutaongelea habari ya mtu anaitwa Dangote. Lakini wakati anaanza biashara yake, ukisikiliza historia yake, kwanza alianza na mkopo aliokopeshwa na mjomba wake kama sijakosea. Kwa alianzia chini akapanda. Na kizazi hiki cha leo ni wale watu ambao wanatamani kila kitu kifanikiwe leo leo. Dangote siku moja akasema hivi. Anasema vijana wakiona nipo kwenye listi ya mabilionea, hawajui ya kwamba hii miradi na makampuni nilionayo ni kitu ambacho kimetengenezwa kwa muda wa miaka 33. Huwezi kuongea habari ya mashujaa katika masuala ya masoko kama hutamuongelea Mchina anaitwa Jack Ma. Ni kijana tu ambaye aliibuka, alitokea katika familia ya kawaida sana. Wakati ni kijana aliomba kwenda kusoma chuo cha Harvard, chuo kikubwa sana Marekani. Alikataliwa maana hakuwa na vigezo. Wakamrudisha. Akarudi kwao kule Uchina, akaomba aingie kwenye kazi ya jeshi la Kichina. Alipoingia kule pia alikataliwa maana urefu ulikuwa mgogoro. Msalimie jirani yako, mwambie umeelewa. Wakamkataa. Jack Ma kaendelea hivyo hivyo na maisha yake. Hivi ninavyoongea na wewe, anamiliki mtandao wa kimasoko unaitwa Alibaba duniani, na ni katika listi ya mabilionea. Jack Ma anaitwa Harvard, chuo kilichomkataa, leo anaitwa kwenda kueleza masoko yanaendaje. Chuo kilichomkataa. Maisha si lele mama. Shujaa ni mpiganaji. Na kama hujapitia changamoto,
usinisimulie story, huna cha kuniambia. Mtu aliyepambana, mtu aliyeanguka akainuka, mtu ambaye anatoka kwenye umaskini, mtu aliyehangaika akainuka, huyo ana cha kusema. Shujaa wako ni nani katika maisha yako? Waebrania sura ya 11 inataja mashujaa, lakini inapowataja mashujaa Waebrania 11 haianzi na kutuambia habari ya mashujaa moja kwa moja, inaanza na kutuambia nini walitumia ili kuwa mashujaa. Haleluya! Ndicho ambacho wanaanza nacho, kwamba hawa unawaita mashujaa wote unaowaona, kuna barabara walipitia. Anaanza na hiyo barabara kwanza. Wale marafiki zangu, nyosheni mkono, maana vitabu vimekuja tuweze kuwapatia zawadi ya vitabu. Nyosha tu mkono mahali ulipo. Kama tunaweza tukagawana hapo, tumsaidie mchungaji ili spidi iwe kubwa zaidi. Kuna wengine wako upande huu, wengine wako pale. Twende kwa haraka haraka kidogo. Basi ukimwona mchungaji anakuja, kule wapo na hapa pia wapo. Kwa hiyo unapoona mashujaa wa imani popote pale, kuna maisha fulani ambao waliyapitia. Sikiliza vizuri sasa. Sura ya 11. Sura ya 11 ya Waebrania fungu la kwanza, 11:1. Wewe najua unatumia kile Kiswahili chako tunakiita Union Version, haina shida kabisa. Kama umefika Waebrania 11:1 sema amina. Kama hujafika sema nisubiri. Wewe unayesubiriwa ni nani? Yaani Waebrania nayo unahangaika. Kesho tukisoma Amos itakuwaje? Haya, 11. Kiswahili cha kwako hicho inasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Si ndio inasema hivyo Kiswahili cha kisasa chenyewe kimesema ni kusadiki kabisa. Neno kusadiki kabisa, neno la Kiswahili ambalo tumelizoea, lakini lina asili ya Kiarabu. Kwa hiyo katika asili ya Kiarabu pia ina maana ya kwamba ni kulikubali jambo bila ushahidi, sadakta. Kuna bwana mmoja katika maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaitwa Abubakar Sadiki radhiallahu anhu. Sayyidina Bakari Sadiki, moja hapo ya sifa yake kubwa, kwa nini akaitwa hilo jina, wakati Mtume anasimulia mambo ya ghaibu, mambo mazito ya siri wengine wote wanashangaa, wanamkatalia. Sasa hicho kinawezekana. Lakini akija kwa Sayyidina Bakari anamuuliza, wewe unasemaje? Anasema, ya Rasulullah, sadakta. Ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, ulichokisema mimi nakikubali. Wengine wote watakataa, lakini mimi nakubali. Ndio maana ya sadik. Kwa hiyo kusadiki kabisa ni kwamba Mungu anapokuambia angalia hapo chini, ukitazama hapo chini unaona nini? Unasema naona udongo. Mungu anakuambia huo ni unga wa mahindi, alafu unambishia Mungu. Mtu mwenye imani hawezi kumbishia Mungu. Twende kidogo, twende vizuri, nitaangalia tafsiri nyingine hapa. Mnakumbuka Mungu anapoongea na Ibrahimu akamtoa nje, akamwambia angalia angani, akaangalia akaona nyota, asema uzao wako utakuwa hivyo. Wakati huo hana hata mtoto. Mungu anapomfuata Gideon, anamuona akiwa anapepeta ngano, anamuita salamu, shujaa, wakati amekimbia na anapepeta ngano, anajificha watu wasimuone. Yaani Mungu anamuona shujaa ambaye bado ni muoga, amejificha. Sisi wote hapa ni watakatifu wote. Sasa watu wataogopa, unatuita si watakatifu? Ndio, wote hapa ni watakatifu, sio holy, ni saints. Holy ni Mungu, sisi ni saints. Saints ni mwenye dhambi aliyesamehewa kwa neema. Haleluya. Wenzetu wale wengine wanasubiria mpaka ufe ndio upewe utakatifu, lakini Biblia inasema watakatifu walioko Korinto wawasalimu. Kwa hiyo na mimi nikienda naambia watakatifu wasame wawasalimu. Ndivyo Mungu anavyotuona. Mungu anakuona katika sura nyingine. Shujaa. Sikia kwenye Kiswahili, sio Kiswahili hiki. Hii inaitwa Amplified Bible. Ni lugha ya mkoloni, lakini toleo la Amplified hapa lenyewe limedadavua kidogo maandiko. Nasoma kwa lugha ya mkoloni, alafu utaangalia kwa Kibantu chetu vizuri. Anasema, now faith is the assurance, title deed, confirmation of things hoped for, divinely guaranteed, and the evidence
of things not seen, the conviction of their reality. Faith comprehends as fact what cannot be experienced by physical senses. Ukisoma tu ya kwetu inaeleza tu imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Mwisho wa kunukuu. Sasa sikia katika lugha yetu ya kawaida. Basi imani ni uhakika, assurance, uhakika kabisa. Kiswahili cha kisasa anasema ni kusadiki kabisa. Sasa anaposema title deed ni hati miliki, uthibitisho. Mwenye hati ndiye mwenye kiwanja. Haleluya. Ukiwa una hati, wewe ndio mwenye kiwanja. Kwa mtu anakupa zawadi ya kiwanja, anakupa hati. Chochote kile ambacho unakihitaji katika ulimwengu wa kimwili, anasema amini kabisa kwamba ni cha kwako. Alafu ndipo anasema ni uhakika, ni title, ni confirmation. Unapotuma pesa, unatuma shilingi 10,000, 20,000, 100,000 kwa njia ya mtandao, kuna kitu kinakuja, ujumbe unakuja, muamala wako umetuma. Ile ni confirmation kwamba ile pesa imeenda. Lakini wewe unayetuma hujaiona kule kwamba imepokelewa, lakini unaamini ya kwamba imeenda. Unapomwomba Mungu kitu chochote kwa njia ya imani, ona muamala wako umepokelewa. Ndio maana hapa anasema kwenye Amplified Bible anasema hivi, anasema ni uhakika wa mambo yanayotarajiwa, anasema yaliyohakikishwa na Mungu. Kwa kama Mungu amekuambia kitu, Mungu sio muongo. Hata kama amechelewa, sio kwamba hata kujibu. Wakati mwingine Mungu anatucheleweshea mambo katika lugha ya kibinadamu, lakini uhalisia unachoitwa kucheleweshwa ni kuandaliwa. Kwa usije ukachanganya, amenichelewesha. Hachelewi, Mungu hachelewi. Mungu anakuandaa. Anapomwambia Ibrahim ya kwamba utapata mtoto, ni confirmation tayari. Kwa nini una uhakika kwamba kweli utapata mtoto? Anakwambia kwa sababu Mungu amesema. Mbona vipimo vinasoma tofauti? Vipimo vinasoma tofauti, mtandao una matatizo, ila Mungu amesema. Haleluya, haleluya. Chukua hivyo hivyo. Nawaambieni baada ya makambi haya mtakuja na shuhuda za mambo makuu ya Mungu ambayo anakwenda kuwatendea, ukichukulia hili neno. Uhakika kabisa. Kinachotuponza sisi ni mashaka. Unapoona vitu havitokei kama unavyotaka, unaingiwa na hofu. Na mimi niwaambieni, ukitenda kitu kwa jitihada za kibinadamu, nguvu zako zote, na kikatokea, una hatari kubwa ya kuchukua utukufu. Lakini pale unapoona kana kwamba akitokei na kikatokea, utukufu unakuwa ni wa Mungu. Kama kuna kitu kinatumaliza, na Mungu atusaidie sana, ni kuchukua utukufu wa Mungu. Ni kosa kubwa sana, usije ukajaribu. Sio kana kwamba Mungu anajisikia vibaya kuchukua utukufu wake, hapana. Ni kwa sababu huwezi kuubeba. Neno utukufu maana yake ni doksa. Doksa ni weight, uzito. Mungu anakuambia huu uzito ni saizi yangu, nikuachia wewe hapo, utakumaliza. Mungu atusaidie sana. Unakumbuka Musa anasema tuwatokezee maji enyi waasi. Doksa, unaichukua doksa, huo uzito unauweza kweli? Kaambia tena nimekurumia sana, Kanani ya duniani huingi. Ni huruma kubwa sana. Mungu atusaidie. Sikia haya maneno. Anasema, naendelea kwenye Amplified Bible, anasema na ni ushahidi. Sikia neno vizuri, na ni ushahidi, evidences, wa mambo yasiyoonekana. Kwenye bracket anasema majukumu ya kweli. Imani huelewa kama ukweli kile ambacho hakiwezi kushikika kwa hisia za mwili. Wakati tuko pale Magomeni, baadhi yenu mliona kwenye maombi kama ambayo tutafanya jioni ya leo. Ndugu zangu, kuna wakati changamoto unaopitia, umenunua kiwanja, umeanza kujenga, unafika kwenye msingi tu pale, hakimove. Kuna mwingine anaweza akajenga akafika kwenye lenta, baada hapo haiendelei, inabaki hapo hapo. Na baadhi unajikuta kwamba kila ukijaribu kutafuta pesa ili ukaendeleze lile eneo, ni kama vile pesa zinapotea, au zikija kuna kitu kinatokea tu, inavurugika hivyo. Lazima uweze kutofautisha
kati ya shambulio la kiroho na uzembe wa kibinadamu. Ni vitu viwili tofauti kabisa. Kwa kuna vitu ukiviona katika swala lako la kujenga, lazima ujue kwamba hii ni vita ya kiroho au ni uzembe. Kama ni vita ya kiroho, utaigundua kwa dalili zifuatazo. Una jitihada zote za kuendeleza nyumba yako au kiwanja chako, lakini kila ukiwaza kuhusu hilo eneo unajikuta husikii hata kwenda kutembelea, au hata kama ukitembelea hakuna unachofanya cha maana. Ukipata pesa kuna kitu kitaingia kitavuruga, huendelei kabisa kabisa. Ni kwa sababu ifuatayo. Chochote unachokiona tunakimiliki katika ulimwengu wa kimwili, lazima tukimiliki katika ulimwengu wa kiroho kwanza. Kama hujanielewa sema rudia, nitarudia. Fungua Ibrania 11. Sikupanga kwenda huko, lakini umesababisha niende huko kwa sababu ya neno lako rudia. Nitaka tuishie tu hilo fungu la kwanza, lakini ngoja twende kidogo. Ibrania sura ya 11. Angalia fungu lile nenda fungu la 3. Samani kidogo, fungu la 3. Yes, fungu la 3. Ukifika hapo sema amina. Nitasoma Kiswahili cha zamani ili nisikuchanganye. Tuende na hicho cha kwako hivyo hivyo. Fungu la 3. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Tuko sawa sawa? Jamani, tuko sawa? Hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Sentensi ya mwisho umeielewa? Kama bado sema sijaelewa, ili niende kwenye Kiswahili cha kisasa. Bado. Haya. Sikiliza. Anasema hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Ina maana unachokiona kilitengenezwa kutoka kitu kisichoonekana. Tumeanza kuelewana sasa? Ndio maana hiyo sentensi hiyo. Kwa unapoona hiki kibweta kimedesigniwa hapa vizuri, wakaweka hii background, wakaweka hapa kila kitu kiko sawa sawa. Hiki kibweta kabla hakijawekwa hivi, ile eneo lote hili, huyu aliye design alianza kudesign kwenye. Kwa hiyo akahamisha kutoka hapa ikawa halisi. Turudi kwenye imani, inakuwaje sasa? Anaposema kwamba vitu vinavyoonekana havikuumbwa katika vitu vilivyo dhahiri, Mungu akusaidie uweze kuelewa hii vizuri. Ni hivi, kabla hujajenga nyumba physical inayoonekana, lazima hiyo nyumba ijengeke katika ulimwengu usioonekana. Bwana asipojenga nyumba, wajengao wafanya kazi. Maana yake ni nini? Bwana, hakuna siku utamwona Mungu anakuja anashika tofali anajenga. Hakuna siku utamwona Mungu ameshika simenti anakuambia weka. Hakuna kitu kama hicho. Ila nakwambia hivi, Bwana lazima akutengenezee hicho kitu kwanza, kwa sababu kwa imani kikitengenezwa ndipo vinaanza kuja. Kwa hiyo kuna wakati shetani analeta mashambulio kama hayo. Sasa sikia, lengo langu ilikuwa ni nini? Nikamwambia watu pale Magomeni hivi, kusema tumeomba Mungu ametenda muujiza wa mtu kujenga nyumba, lakini huyu mtu alikuwa na milioni 40 kwenye akaunti. Huo sio muujiza, ni hamasa. Mshike mkono jirani yako, mwambie umeelewa au bado. Yaani huyu mtu ana milioni 40, unamwambia njoo nikuombee, anakuja mnaomba, anakwenda kujenga nyumba. Unasema huu ni muujiza. Hiyo ni hamasa. Yaani alikosa hamasa. Lakini kama kuna mtu ambaye ana milioni 5 kwenye akaunti yake, ana milioni 3, ana milioni 1, huyu mtu ndani ya mwaka akajenga nyumba, huo ni muujiza. Mungu akaleta vyanzo mbalimbali, huo ni muujiza. Na ndicho tunachokwenda kufanya. Kosa unalofanya kwenye maisha yako kwa habari ya imani, unamuuliza Mungu maswali mawili ambayo yanazuia muujiza wako. Swali la kwanza, utatumia njia gani? Sio kazi yako. Swali la pili, lini? Majira na nyakati ajua Baba. We kazi yako ni kumwamini na kumwachia. Mimi nayeongea na wewe hapa, nina vitu nilimwomba Mungu karibia miaka 7 iliyopita. Amekuja kunijibu 2025 kwa kasi. Mpaka nilikuwa nimesahau, vingine vikitokea sema lakini hii nilikuwa nimeomba. Nina kitu ambacho ukikipenda unaweza ukafanya. Tunakiita prayer journal. Ni kama shajara ya maombi. Yaani unaweza ukachukua diary yako au ukachukua daftari, lakini diary ni nzuri zaidi kwa sababu ni ngumu. Unaandika mambo yako ambayo unahitaji Mungu akutendee mwaka
huu au mwaka kesho, vyovyote vile. Lakini unapoandika shajara yako ya maombi, usiandike shajara ya maombi katika lugha ya wakati ujao au katika lugha ya kuomba, kubegi. Sawa? Shajara yako ya maombi, natoa mfano, ninahitaji ifikapo 2026 niwe nimefungua duka la dawa. Ni mfano natoa, duka la dawa Moshi Pharmacy 2026, maana wenda tuna wafanyabiashara wa madawa wako hapa. Unapoandika shajara ya maombi kwa ajili ya 2026, usiandike hivi, Mungu ninaomba unisaidie. Hiyo ni kubeg. Na huwa ukiandika ninaomba unisaidie ifikapo 2026 niweze kuweka duka la dawa Moshi mjini, kwenye akili ya mwili ina sound kama vile ni kitu sahihi, umeomba vizuri, lakini kiukweli umechanganya mambo. Inatakiwa iandikwe hivi: ninakushukuru Mungu kwa baraka zako, kwa kuwa ninamiliki duka la madawa. Nasema ndio. Wakaniuliza, gari yako inatumia oili gani? Sijui, kumbe magari, kila gari lina oili yake. Na sijui wanaofollow YouTube wengine wanaweza wakaona baadhi ya watu wanavyoandika komenti zao wakishukuru kwa kufuata hizi procedure na jinsi ambavyo wameona matokeo katika maisha yao. Kubwa sana. Zipo zinafanyika. Niliwaambieni hivi, mimi siwezi kujisikia fahari kubwa sana kama nazunguka kote nawapa hizi siri, watu wanatoboa, wa kwangu nyumbani bado. Nitakuwa hata Mungu ataniuliza, ulizaliwa huko ili iwe nini? Na waambieni, kafanyeni kazi vitu. Anza thing in God, believing that he loves us and knows best what is for our good. Imani ni kumtumaini Mungu, kuamini kwamba anatupenda na anajua lililo bora kwa ajili yetu. Ndugu zangu, kama unamwendea Mungu ukiona Mungu hakupendi, huwezi kuwa na ujasiri na kumwamini. Lakini ukiamini kabisa Mungu anakupenda kabisa, unaenda kwa ujasiri. Habari yako, heri ya jana. Malaika wanasema muongezeni matatizo, ndio anaoyataka. Heri ya jana. Imani ni kuona mema kabla hayajatokea. Kwa kujua hili, utajikuta midomo yako itajaa sifa kuliko malalamishi, maana unaona vitu kwa imani. Mashujaa wa imani. Shujaa mmoja ambaye historia yake imetikisa ulimwengu wa kithiolojia anaitwa Enoki. Enoki alikuwa ni mtu ambaye katika maisha yake anatajwa kwamba alitembea na Bwana. Ukiangalia huko nyuma huko, watu wengi wanasema kwamba Enoki hakuwahi kukosea. Sikia nikwambie, kasome waandishi wa Biblia, kuna namna ambapo wanaweka tasfida kupunguza ukali wa maneno, lakini ukiyasoma vizuri unaweza ukaona kuna kitu kimefichwa hapa, kiko humu ndani. Biblia iko wazi kabisa kwamba Enoki alipomzaa fulani ina maana huko nyuma kila mtu uliyekaa hapa unanitazama, una changamoto unapitia za kiroho, unapambana. Nataka nikuambie ukweli wa Mungu, usiweke silaha chini kwa sababu ya madhaifu yako. Ushindi ni hakika. Aliyemsaidia Enoki atakusaidia na wewe pia. Kuna wakati Mungu anatuacha tupitie hatua kwa hatua ili tujifunze hatua kwa hatua. Huko nyuma ulikuwa wa namna fulani, usishikiliwe na historia yako. Hiyo ni historia, kila mtu ana historia yake. Ni yupi katika Biblia hata mmoja ambaye utaniambia fulani huyu hakuwa na shida? Sijawahi kuona hata mmoja. Nimewaangalia mashujaa wa imani mmoja baada ya mwingine, sijaona ambaye alikuwa na nafuu. Tena wengine ukisikia habari zao wanatisha kuliko tunavyowasifia. Ibrahimu alitembea na house girl, mtampa uzee wa kanisa? Lakini baba wa imani. Wewe kitu gani kinakufanya wewe uone kwamba wewe hutaweza? Na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Ibrahimu, nafikiri Ibrahimu kwamba kuna siku yani alikuwa amenyooka namna hii, alikuwa anapanda na kushuka. Na wewe imani yako kuna wakati unajisikia inapanda inashuka, inapanda inashuka. Mimi ninachokuambia tu ni kwamba ukikuta kuna wakati imani yako imeshuka, kitendo cha kugundua imeshuka ni neema.
Narudia tena, ukitokea umegundua hapa imani yangu imeshuka, sio akili zako, ni Roho Mtakatifu amekunong'oneza, rudi kwenye mstari haraka sana. Huyu mzee Ibrahimu baba imani ambaye tunamtaja hapo, ngoja niwaambieni, kwa uzuri wake wote mnaomsema na uzuri wake wote, mna habari kuna siku njaa ilipiga kaenda Misri? Naongea na watu au na binadamu? Mnakumbuka alienda Misri, akataja mkeo kwamba nani? Dada yake, akaposwa. Mwanaume gani hapa ambaye kuna jamaa anakuja kuposa mkeo na unaridhika kabisa? Lakini ili jamaa lilikubali, eti liponye maisha. Alafu anaitwa baba wa nini? Wa imani. Mna habari kwamba Mungu ndiye aliyeingilia kati lile zoezi, na mimi tukifika mbinguni, Mungu kuna vitu nataka nimuulize maswali. Moja hapo ni hili. Maana maandiko yanasema akamchukua yule mwanamke, lakini usiku ule Mungu akamuonya. Akamwambia, we, huyu ni mke wa mtu. Na jamaa akajitetea, akasema lakini aliniambia kwamba ni dada yake. Akamwambia hapana, rudisha. Sasa hapa ndipo mimi na maswali hapa. Anaambiwa rudisha mke wa mtu, anaambiwa alafu mpelekee zawadi huyu jamaa. Jamani. Si amenidanganya yeye mwenyewe. Alafu umenizuia nisikose, lakini bado nimpelekee zawadi. Alafu mwisho anamwambia na ukifika akuombe, maana ni nabii huyu. Kuna mapigo yatakupata usipoombewa. Lakini mimi kosa langu ni nini? Alafu inaandikwa kwa imani. Mungu amekuleta kwenye hili kambi kufufua imani yako tena. Kuna wakati unajiona duni, unajiona kama umeshuka, lakini mkumbuke Enoka ambaye hana stori nyingi ambazo zimetajwa, kumbe zilifunikwa tu. Alipomzaa fulani akatembea na Mungu. Ellen White anasema hivi kwenye kitabu cha Gospel Workers ukurasa wa 52, anasema Enoch walk with God was not a trance of vision but in all the duties of his daily life. Kutembea kwa Enoch na Mungu hakukuwa katika njozi au maono. Maana kuna watu wanasema labda ni kwenye ndoto, akilala Mungu anakuja wanaenda naye. Hapana, anasema ilikuwa ni hivi, bali katika majukumu yote ya maisha yake ya kila siku. Maana yake ni nini? Kila ulifanyalo lifanye kwa jina la Bwana. Niwaambieni, kama tuchukulie unafanya biashara yako pale sokoni. Uko sokoni, unafanya biashara yako pale. Unauza mboga zako, unauza nyanya, unauza vitunguu, uko sokoni hapo. Lakini wewe unaishi maisha kama ya Enoch. Wakati ule wateja hawapo, unapanga vitu vyako. Tena akina mama ndio wana uwezo mkubwa kuliko wanaume. Wanawake wao ubongo wao ni multitasking. Unaweza ukafanya vitu vingi kwa wakati mmoja. Anaweza akapanga nyanya, lakini ndani ya moyo wake anaimba sifa. Ndani ya moyo wake anaongea na Mungu. Ndani ya moyo wake. Weka Biblia yako pale kwenye eneo lako la biashara, usione aibu. Watu wanaogopa chuma ulete, wanaenda kuchukua ndulele, wanaziweka hapo. Ndangu. 3 ndio ameziweka hapo. Haoni shida kabisa. Unaona aibu wewe kuchukua Biblia? Weka pale, watu wajue kabisa wewe ni nani. Weka hapo Biblia yako. Wakati biashara inaendelea, ongea neno la Mungu. Mteja wako anapokuja amenunua kitu pale, amenunua kabisa, umeshampa mafungu ya makilaume, matomasi. Na nini tena ile nyingine ile? Msele. Sasa ukisema msele, mimi nahubiri hapa na mate yanaanza kutoka, unabadilisha vitu vya kusema. Haya, makweme. Umepanga hapo. Tena jana siku kwa nini sikutuwatajia makweme jana? Ni kati ya tiba nzuri sana ya ubongo. Inatibu Alzheimer na dementia. Ile supu yake ile. Kwa wakati umeweka tu hapo, unamkabidhi. Kwa sababu wewe uko kama Enoch. Maisha yako ni kutembea na Bwana muda wote. Unapomkabidhi pale chap, acha tu kumwambia asante uje tena. Enoch alikuwa afanye hivyo kwenye biashara zake. Kumbuka amekwambia daily duties. Ina maana Enoch alikuwa anafanya kazi zake binafsi. Msije mkadhani kwamba kazi ya Enoch ilikuwa ni kuomba na kurudi nyumbani.
anaomba anarudi nyumbani. Yaani design hiyo tena, wewe kazi yako ni kuomba, maana uko karibu na Mungu zaidi, unarudi nyumbani umevunja amri ya kufanya kazi kwa muda wa siku 6. Lakini maana yake ni kwamba kila alivyokuwa anafanya kazi zake alikuwa ameunganishwa na Mungu. Mteja wako umeshampatia nyanya, umempatia hiyo matomasi yako. Kuna rafiki yangu mmoja anaenda sehemu fulani kwenye saluni kuhudumiwa. Kila akikanyaga kwenye ile saluni wateja wanaongezeka, mpaka mwenye saluni amekariri, anakaribia kumwambia sasa uje unyoe bure. Natamani tuwe na mvuto wa kiroho. Hautokani na jitihada zetu, unatokana na sisi kujiachia kwa Mungu. Ukiona matokeo usije ukajisifu, ni Mungu anayefanya yote haya. Ujiachie kwa Mungu, matokeo yake yaonekane mpaka maeneo uliopo. Uwe baraka kwa kila mtu. Kutembea na Mungu katika majukumu ya kila siku. Mwisho kabisa nimalizie kwa hili. Nuhu, Mwanzo 6:9. Anasema Nuhu alikuwa mtu wa haki, mkamilifu kati ya watu wa kizazi chake. Inategemea tafsiri unayoitumia, lakini mahali pengine anasema akapata neema. Hasa ngoja nikwambie, huyu mzee ambaye tunasema alipata neema, yaani katika kizazi cha Nuhu yeye ndiye alikuwa na nafuu, ila kwetu sisi tusingempa uzee wa kanisa. Hata ushemasi mbona ni mzuri sana, tusingempa hata kumwagilia maua ya kanisa Nuhu, kwa tabia zake. Ana tabia gani? Mnataka kuniambia huyu baba alijifunza kutengeneza pombe baada ya gharika? Alikuwa hajui. Kizazi cha Nuhu wakati wake kilikuwa corrupt kiasi kwamba ambaye anatenda dhambi kidogo ana nafuu. Yeye ndio anasema nafuu, angalau huyu, angalau. Dhambi ilikuwa ni kiwango cha juu. Biolojia wakati ule ilikuwa kubwa kiasi kwamba wanazuoni mpaka sasa hivi wanazozana katika maandishi ya Ellen White kuhusu hicho kitu anakita amalgamation. Hata ndani ya kanisa kuna mirengo miwili wanakuambia Ellen White anaongelea habari ya mchanganyiko wa kiroho, lakini wengine wanasema hapana, mbona ushahidi wa kisayansi wa mambo ya kale umethibitisha alichosema Ellen White ni sahihi, ya kwamba jamaa walikuwa na akili kiasi kwamba walikuwa na uwezo wa kuchanganya sahihi. Wengine wanasema yuko sahihi. Kuna vitu vingi na siku zote usiamini kila unachoambiwa. Wakati mwingine anayezalisha utafiti ni kwa lengo la biashara. Nimekimbia sana, natoa tu mfano wa haraka, na kama una swali unaweza ukaandika ukampa mchungaji, nitakuja kulijibu. Nakupa mfano tu haraka. Mimbari hizi tumesimama hapa tukifundisha afya humu, tukanukuu tukawaambia watu natakiwa ule kweli adui yetu mkubwa ambaye anatumaliza sana, sio hayo, ni wanga. Wanga ndiye analeta hayo madudu yote hayo na malizeti. Kama nilivyosema, nimeshapata maswali tayari wasio, sasa tutumie nini? Subirini, usidandie bodaboda kwa mbele, tutafika huko tu. Lakini ukweli ni kwamba ushahidi wa kutosha upo. Ni kweli unatakiwa uwe na moderation, usiwe ni mtu ambaye anaenda kwenye extreme ya kupitiliza. Ukiamua mrengo huu wa kwangu, punguza wanga vya kutosha. Kama bado unatumia wanga, dhibiti pia. Lakini kiukweli kichakula ni kizuri kabisa, hata Yesu alikitaja. Au ni nani kati yenu mtoto wake akimwomba yai atampa nge? Na ushahidi kwenye roho ya unabii, Mama White ametaja hiki. Yule ama alifunuliwa hivi tu mapema sana, akielezea watu ambao wanafanya matengenezo ya afya, akataja hii kwamba wengine wamepitiliza mpaka afya zao zimefanya nini? Alisema wakaacha mpaka hiki. Nina ushahidi kabisa kwenye roho ya unabii, sijaruka tu. Sitaki mfe kabla muhula wenu. Mungu atusaidie sana. Sasa ukitazama yote hayo unaanza kuelewa hivi, kumbe tunapelekwa sehemu fulani. Sio kila kitu unaambiwa wewe ukikubali tu, unakubali tu. Mitandao imejaa vitu, kuna sapa na rushwa. Nimekuta mwingine anaongea pointi za msingi kabisa, nikamwelewa, nimemwelewa kabisa, lakini kuna kimoja tu akachanganya.
pamejaa madudu mengi huko. Unaweza ukaanza kuambiwa sasa, asubuhi ukiamka ukilamba tu udongo asubuhi upate ugonjwa. Sasa nitaanza, tutakutibu minyoo. Hamna tabu kabisa. Tuliza ubongo. Haleluya, haleluya. Kila kitu anza kuangalia, jiulize kwa nini, vigezo ni vipi. Ukishazingatia yote, ukiyaweka sehemu moja. Wakati wa Nuhu watu walifikia kiwango kibaya. Hivi tunavyoongea, haya magonjwa baadhi ambayo tunapata shida watoto wetu, nimwambieni kumekuwa na shida ya magonjwa ya akili kizazi hiki kuliko kingine chochote. Idadi ya watu kujiua imeongezeka, watu kuuana imeongezeka, msongo wa mawazo umeongezeka, kila kitu kwa juu. Chanzo kikubwa ukitazama ni mfumo wa maisha, ni vyakula. Shetani ana mkakati wa kuharibu akili za watu ili aweze kuwatawala. Na jana nimewaambieni, katika maisha yako yote, vitu vingine vyote unaweza ukasahau. Jipangie ratiba ya kwako mwenyewe ya kufunga angalau mara moja kwa wiki. Sio ili tu upate nguvu za kiroho, inakuponya kiafya. Wewe sio kila kitu unakula tu. Tumbo lako halipati upepo. Wapare wana msemo wao, wanakuambia nisipokula usiku nitaanza kuhesabu boriti. Sio kila nyumba ina boriti. Hakuna. Anza kujidhibiti kuanzia leo. Haleluya. Kizazi cha wakati wa Nuhu walikuwa na sayansi ya hali ya juu sana kwenye kilimo, kwenye afya, kwenye masuala ya biolojia. Watu wanaochimba mambo ya kale, kuna vitu wameviona mpaka wanatishika kwamba jamaa walikuwa mbali kiasi gani. Ubaya siku hizi vitu ni hybrid. Ukiangalia zabibu, kuna zabibu ambazo hazina mbegu ndani. Ukisikia kwamba dunia wakati wa Nuhu ilikuwa corrupt mpaka Mungu akasema basi, mimi nasema sio nabii wala mwana wa nabii, Yesu akichelewa miaka 100 bila kuja, hii dunia itajiharibu yenyewe tu. Hebu piga picha, inafikia kiwango mzee, yani tunahesabu mzee, tunamwambia babu ana miaka 30. Yani bwana, bwana kuna mzee hapo milima ya Vumari, mkamuone ameenda miaka. Bwana miaka ngapi? 30. 30 tukamuone. Maana itafikia kizazi ambapo miaka 15 kajamaa kashaoa. Nyie vijana mnaonisikiliza hapo, mnapenda kufanya tafiti na kusoma research, nendeni mkafanye mka Google hii. Marekani sasa hivi wanalalamika vijana watoto wao wanavunja ungo kabla ya wakati. Wakisema kabla ya wakati, na maana ya kwamba kuna umri wa kawaida ambao walizoea kwamba akifikia umri huu ndipo anabadilika. Sasa hivi wameshtuka, vinabadilika vikiwa vidogo, na sababu kubwa ni lishe. Sasa kwa nini kisipevuke mapema? Maana yai ulilompa ni kuku wa miezi 3. Nyama uliompa ni jogoo ambaye anawika saa 5 usiku. Yaani saa 5 usiku jogoo anaona ni saa 11. Kwa nini katoto kasifikie hiyo leo? Hata Sami hapa nimeshangaa. Kwa sababu naongea na nyie. Hata hapa mimi nawashangaa. Nakuta mayai huko ya kisasa huko. Unauliza kwambia ya kienyeji ni changamoto. Same. Unashindwa kuwa na kanani kako hapo, kafuga kuku wako tu hapo. Kadogo tu hapo nyumbani hapo. Kadogo tu. Yaani weka tu kidogo, haitaki kazi kubwa sana. Unashindwa kupanda mlonge nyumbani kwako, uanze kuwapatia kuku wako mlonge ili uvune kile cha mlonge, ukivune kupitia mayai. Unashindwa kuchukua mti wa lusina huko hapo tu. Nimeona hapo ofisini mnao kibao. Weka majani hapo. Kuku wale umeshindwa. Na sisi tumekuwa busy kiasi kwamba tunakula hayo vya miezi 2. Na ukitaka ujue vile vikuku havifai kuliwa kabisa. Kione hata kiwa kimekaa, kiko tu hii. Yaani unakapiga teke kako tu. Alafu wewe ndio unafanya nini? Ukigonga na wewe unakuwa hivyo.
Unamuuliza mtu, bwana twende sasa wapi? Mungu atusaidie sana. Hii kizazi tunamhitaji Yesu. Ukiniambia unapambana na maisha ambapo teknoloji imeharibu mambo, kwa hiyo siwezi, Nuhu atakuhukumu. Atakwambia niliishi mazingira kama haya, yalikuwa ni magumu kuliko ya kwako, lakini bado nilimtumaini Mungu. Naomba tusimame. Kuna maombi tunakwenda kuyafanya sasa hivi. Hatutayafanya huenda, kama Roho akihitaji tuyafanye jioni tutafanya, lakini sasa hivi natamani tuweze kuyafanya pia hapa. Una mtoto ambaye ana changamoto ya elimu, amedrop ghafla katika elimu yake, taaluma yake. Alikuwa yuko vizuri lakini ameshuka. Kuna shambulio la elimu katika familia yako. Inawezekana pia ni wewe, huko chuo unakuta mambo hayaendi. Njoo hapa mbele tuweze kuomba. Sogea hapa mbele, na wale ambao wanafuatilia kwa umbali, tunaungana pamoja kwa njia ya imani. Bwana anakwenda kufanya jambo kwa ajili yako. Mungu anakwenda kukutendea mambo makubwa. Wakati unaweza ndani ya moyo wako ukataja jina la yule mtoto, utakapoingia kwenye maombi, taja jina lake tu ndani ya moyo wako. Mungu anaona. Ikiwa ni wewe mwenyewe unapitia changamoto za elimu, Bwana anaona moyo wako. Tumwachie Mungu hizi kesi, usizibebe. Mwachie Bwana, anakwenda kutenda. Mnaweza mkasimama hapo mlipofika tuweze kuingia kwenye maombi sasa. Fumba macho yako. Fumba macho yako. Taja jina la yule mtoto ndani ya moyo. Taja ile listi yote, ikiwa ni zaidi ya mtoto mmoja, endelea kumtaja mbele za Bwana. Endelea kuomba. Na wengine wote pamoja na maombi haya, muombe Bwana kupe ushujaa kama mashujaa wa imani. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru sana. Enoch alitembea na wewe kwa njia ya imani. Tulidhani ya kwamba hakuwa na changamoto kwenye maisha, lakini maandiko yanaonyesha kulikuwa na changamoto japo hazikuandikwa. Lakini alishika kasi siku alipopata mafunuo kuhusu wewe. Nuhu, wakati wa teknolojia ikiwa iko juu sana, watu wakivumbua mambo mengi, wakiwa na uwezo mkubwa wa kisayansi, katikati ya kizazi hicho Nuhu alisimama kwa imani. Tunaishi wakati huo. Changamoto ni nyingi leo, mifumo imeharibika, lakini ukiwa na sisi tuna usalama. Naleta ombi rasmi kwa ajili ya watoto wetu wanapitia changamoto za elimu. Shetani anajua kwamba wale watoto wakitokeza watakuwa baraka kwa taifa hili, watakuwa baraka kwa kanisa. Amewashambulia tangu wakiwa wadogo. Tunawaleta mikononi mwako. Haijalishi wako wapi sasa, mkono wako usiopungua kitu ukawaguse.
mkono wako usiopungua jambo ukatende. Ninakusihi mfalme wa amani, tenda muujiza. Wabadilishe watoto wetu, wape baraka ya elimu, wape uwezo wa kuelewa, wape uwezo wa kushinda. Baba, haijalishi nini kilifanyika, damu ya Yesu inatosha. Lakini kila mmoja wetu aliyeko hapa, katika jambo lolote analopitia, anapojisikia kukata tamaa, mpe nguvu kwa kumkumbusha mashujaa wa imani. Ninakusihi mfalme wa amani, mtoto wako yeyote ambaye kiroho alijisikia kuchoka, mshike mkono akainuke tena. Mtoto wako yeyote ambaye maombi yalikoma nyumbani kwake, ukayarejeshe tena. Mtoto wako ambaye kusoma neno lako kuliisha, ukafufue tena hamu ya usomaji wa neno. Wako wengine kwa habari ya matoleo na ukarimu ndani ya kanisa walishuka, leo ukalete tena roho ya ukarimu ndani yao. Ninakusihi ukaidhihirishe kwa vitendo jioni ya leo. Tunapokuja kwako tena kwa matoleo, ukatende muujiza kwa utukufu wako. Lakini kuna wagonjwa, wapatie uponyaji. Tumepokea shuhuda za watu uliowaponya hapa hapa mwanzoni tu mwa makambi haya. Nimekushangaa sana Mungu, unatenda miujiza. Endelea kuinua shuhuda nyingi za mambo makuu ambayo watu wataona. Sasa viwanja hivi ambavyo vimewekwa wakfu kwa ajili ya siku hizi zote za makambi, vikawe na uwepo wako. Mtu anapokanyaga kwenye viwanja hivi tu, akapokee kufunguliwa. Lengo letu watu wakuone wewe. Acha Same ijue kuna Mungu katika Israeli, kuna Mungu katika maeneo haya. Ninakutukuza maana unakwenda kutenda maajabu. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Bwana awabariki sana.